Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ni Julai 10, mada ikisema kwa nini kusubiri? Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya wasaa huu mzuri ambao umetupatia asubuhi ya leo, kwamba sisi watoto wako wa kiume na wa kike tujifunze neno lako. Jina lako litukuzwe. Tusamehe dhambi zetu, tusafishe na ututakase. Tupatie rehema yako kila tuendako, na fungua milango ya baraka katika kila ambalo mikono yetu itashika kulifanya. Tunajikabidhi kwako tukiomba uongozi wako uende pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu atufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo, na tuweze kulipokea neno hili katika jina la Yesu, amina. Kwa nini kusubiri? Ni mada iliyojengeka katika kitabu cha Hesabu sura ile ya 13 aya 30. Neno la Mungu linasema, na tupande mara moja tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Imani ya Kalebu kwa Mungu ndiyo iliyompa ujasiri. Ndiyo, ilimwezesha kusimama kwa ujasiri na kwa uthabiti katika utetezi wa haki. Kutoka katika chanzo kile kile kitukufu, jenerali mkuu wa majeshi ya mbinguni, kila askari wa kweli wa msalaba wa Kristo inabidi apokee nguvu na ujasiri wa kushinda vikwazo ambavyo mara nyingi huonekana kuwa haviwezi kushindwa. Wale ambao wangependa kutenda wajibu wao ni lazima daima wawe tayari kusema maneno ambayo Mungu anawapa, na wala si maneno ya shaka, ya kukatisha tamaa na ya kukosa matumaini. Wakati ambapo wale wenye shaka wanazungumza juu ya mambo ya kutowezekana, wakati wanapotetemeka juu ya wazo la kuta ndefu na majitu yenye nguvu, hebu akina Kalebu waaminifu ambao wana roho nyingine wajitokeze mbele. Ukweli ule wa Mungu unaoleta wokovu utasonga mbele kwenda kwa watu ikiwa wachungaji na waumini bayana hawataikinga njia yake, kama walivyofanya wapelelezi wale wasio waaminifu. Mawakala wanadamu wanapaswa kutumiwa katika kazi hii. Bidii na nguvu inabidi zizidishwe. Vipaji ambavyo vinashika kutu kutokana na kuto kufanya kazi ni lazima vishinikizwe katika huduma. Sauti ambayo ingesema subiri, usiruhusu mizigo kuwekwa juu yako, ni sauti ya wapelelezi wale waoga. Tunawataka akina Kalebu sasa ambao watasonga kwenda katika mstari wa mbele. Watawala katika Israeli ambao kwa maneno ya ujasiri watatoa ripoti yenye nguvu kuunga mkono hatua ya papo hapo. Wakati watu wenye ubinafsi wanaopenda starehe, waliokumbwa na hofu, wakiyaogopa majitu marefu na kuta zisizoweza kufikiwa, wanapopiga kelele za kutaka kurudi nyuma, hebu sauti za akina Kalebu zisikike. Hata kama wale waoga watasimama wakiwa na mawe mikononi mwao, tayari kuwapiga kwa sababu ya ushuhuda wao wa kweli. Wale wasioamini wanapolidharau neno la Mungu, ndipo akina Kalebu waaminifu wanapoitwa. Ni wakati huo ndipo watakaposimama imara katika nafasi yao ya wajibu, pasipo majivuno na bila kuyumba kwa sababu ya kulaumiwa. Wapelelezi wale wasioamini walisimama tayari kumwangamiza Kalebu. Aliona mawe mikononi mwa wale ambao walikuwa wameleta ripoti ya uongo, lakini hili halikumwogofya. Alikuwa na ujumbe na alipaswa kuutoa. Roho hiyo hiyo itadhihirishwa leo na wale ambao ni wa kweli kwa Mungu. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili zuri siku ya leo. Hii ni Julai 10
Kwa nini kusubiri? Mungu atubariki sote na nikutakie tafakari njema na kazi njema. Ni wimbo gani mzuri nafsi yangu itaimba, ameongoza njia, ameitwa Baba kwangu, nina hoja za kutosha kuimba sifa za Bwana, mlezi wa Israeli. Ni wimbo gani mzuri nafsi yangu itaimba, ameongoza njia, ameitwa Baba kwangu, nina hoja za kutosha kuimba sifa za Bwana, mlezi wa Israeli. Ni yule kama wa Hana alipopata mtoto, kama wa Israeli walipovusha bahari. Nitazimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana, sitanyamaza nitasifu. Ni yule kama wa Hana alipopata mtoto, kama wa Israeli walipovusha bahari. Nitazimba sifa, moyo wangu umeguswa kwa matendo yako Bwana, sitanyamaza nitasifu. Hata tusipoyakumbuka ni mangapi alifanya, hatukuomba, yamefanywa ushuhuda kwetu. Tukijaribu kumbuka tulipopata magumu, ni vipi tuliyashinda.